Mimi naitwa Otiniel Mbura, jina maarufu, ni mkulima wa chama cha ushirika cha umwagiliaji hapa Ruvu, Chauru. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuona athari ambayo inaendelea hapa kwenye mto au kwenye wia ambao ndio ulikuwa kizuio cha maji kwa ajili ya kufanya mwendo upungue kwa ajili ya kumwagia kwenye mashamba yetu. Tangu jana na leo tunaendelea kuona athari hizi zinazidi kuongezeka. Tuta linazidi kumegeka. Kwa hiyo sisi wakulima tuna wasiwasi kwamba hilo tuta ambalo ndio kingo kubwa ya kuzuia maji yasiingie huko kwenye mashamba bila mpangilio linazidi kuongezeka. Kwa hiyo kuna hatari kwamba haya mashamba yanaweza yakazolewa, lakini zaidi ya hapo maji yanaweza yakafika hata kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo tunaweza tukapata athari licha ya mashamba, lakini hata wakazi wenyewe wanaweza wakakosa mahali pa kuishi. Kwa hiyo tunaomba wadau mbalimbali, serikali tuangalie kwa jicho la huruma kwa kweli. Kwa hiyo sisi kama wakulima tuna taharuki. Kuna ambao tulishaandaa mashamba kwa maeneo hayo ambao tunaona kwamba yanaweza yakaathirika. Kwa hiyo tunaanza kukata tamaa kwamba inawezekana msimu huu utatupita. Kwa kama ukitupita msimu huu ujue tayari njaa, kwa sababu eneo ambalo tumepandikiza mpaka sasa hivi ni eneo dogo kuliko ile ambalo tunaona tayari limeshalengwa na hiyo athari. Kwa tunaomba serikali tuangalie kwa kweli kwa namna yote, kwa sababu sisi wenyewe kama chama fedha hatuna za kuweza kutengeneza sehemu hii ambayo imeathirika. Inaonekana ni sehemu ambayo itahitaji gharama kubwa sana. Yaani gharama kubwa sana ambazo sisi kwa kweli kwa wanachama tulivyo hatuwezi kukidhi hiyo gharama. Kwa hiyo tunaona kwamba tulishatoa taarifa hata jana juzi, nafikiri kuna wataalamu tunaambiwa wamekuja, lakini bado tunaona kasi ni ndogo sana. Kasi ni ndogo ya kupata msaada. Leo mpaka sasa hivi hatuoni kwamba kuna kiongozi yote ambao ameweza kufika hapa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba ili swala walichukulie umuhimu wake kweli, sababu sisi ni wananchi wakulima ambao hatuna njia nyingine yote. Uwezo wetu umekoma hapa na bado tunaendelea kuwa na taharuki. Tunaomba serikali itusaidie. Hiki ni kilio, hili ni janga kama alivyokuwa majanga mengine yaliyotokea huko Rufiji, huko wapi. Japo ndio hivyo kwamba kwa ndio chanzo tunaweza kurekebishika. Kwa majina naitwa Evarist Juvenali au maarufu kama Mgumia. Tupo kwenye eneo letu hili la mradi wa Chauru. Tunakuja kushuhudia matukio yatokea hapa, athari ya maji haya mzuri sana. Lakini pia tuna wasiwasi na tunachokifanya hapa. Tushapandikiza mipunga au kwingine huko bado hajapandikiza. Lakini tunaona uwezekano wa kuvuka hatua hii na hatua nyingine ni mdogo. Tunaomba misaada mbalimbali, viongozi wetu wamefika hapa, lakini mpaka sasa hivi tunaona mwelekeo ni mdogo kwa kweli. Na ukiangalia pale maji yanazidi kugema, mshaharibu sehemu kubwa sana. Na kipita kama wiki moja au siku kadhaa wewe tukakosa maji kabisa. Sasa sijajua tupata msaada gani. Watu wameingia pembeni wategemea maji haya. Maji ya kumengine kutumia, tutegemea maji haya, kilimo chetu tunategemea maji haya. Kwa serikali au wadau mbalimbali tuonee huruma, tuone kama tuweka hela yetu ya kuunga angalau tuweze kuipata kwa ajili ya kufanyaje na kutumia kilimo chetu cha mpunga. Viongozi serikali tusaidieni, wanao uwezo wadau mbalimbali, tunaomba msaada wenu. Kwa majina mimi ninaitwa Arshef Jaeka, ni mwenyekiti halmashauri ya kijiji cha Bisezi ambacho kinamiliki eneo lote la kilimo cha umwagiliaji. Nafco ya zamani kwa sasa ni Chauru. Saa hizi nimekuja kwenye eneo hili kuja kujionea namna maji ya mto Ruvu yalivyokatika kutoka Ruvu na kuja eneo la mto Msuwa na kufanya uharibifu mkubwa sana kwenye skimu hii ya umwagiliaji Chauru. Kwa kweli imefanya kitu kibaya sana na kitu ambacho kitaigaramisha sana shamba hili la Chauru. Kwa sababu nina wakulima wanakaribia karibu 1000, maisha yao wao na familia zao wanategemea shamba la umwagiliaji Chauru, lakini kwa sasa haya maji ni makubwa sana ambayo yamevunjika kutoka ndani ya mto Ruvu. Sasa hivi eneo hili ambalo lilikuwa ni kizuizi cha maji yaliyokuwa yamekadiriwa kutoka mto Msuwa, lakini sasa hivi sio Msuwa tena. Ni maji yanayotoka Ruvu yameingia Msuwa, wameshirikiana mito miwili, yamefanya uharibifu mkubwa sana kwenye skimu hii. Lakini si hapo tu. Sasa hivi maji haya yanatishia kabisa kulimaliza tuta zima linalozuia ule uzio ambao unaozuia maji yasiende kwenye makazi ya watu wa Chauru. Kwa hiyo kuna shida karibu 3. Ya kwanza, watu kutishiwa kuhamishwa na maji haya, maana tuta linakaribia kuvunjika nalo.
Lakini kingine, wale wakulima wanaotegemea, tunaotegemea kina sisi kwa tulime, familia ziishi, ili tufanye biashara na maisha mengine yaende, shamba linavunjika tuta na maji hayawezi kumwagiliwa tena. Lakini sehemu ya tatu, inaonekana kabisa lile chekecho la kuchotea maji tayari limeshapanda, liko juu. Kwa hivyo maji kwa msimu huu Chaulu kama hatukuweza kuziba basi ni shida. Sasa niombe, serikali ya Jamhuri ya Muungano ni serikali sikivu sana na ni serikali inayowajali wananchi wake, hasa ni serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Ninaomba aagize wizara yake ije kuona ili waweze kufanya marekebisho ya haraka kadri linavyowezekana, kwa sababu watu wa Chaulu tuko kwenye mazingira magumu sana. Mimi mwenyekiti nalingia uchumi wa watu wangu. Kama watu wangu hawana uchumi, kama watu wangu hawana chakula, manake mimi sifai kuwa mwenyekiti tena. Sasa ninaomba serikali ije ione eneo la Chaulu limesababisha tatizo, maji yamesababisha tatizo kubwa sana ya mto huu kuvunja lile tuta kubwa la NAFCO lenyewe. Kwa majina naitwa Shamiona Shoni, meneja mkuu wa chama cha ushirika cha wakulima umwagiliaji Ruvu Chaulu. Changamoto inayotukabili sasa hivi ni kukatika kwa wia au banio ambalo linasababisha kukinga maji kwa ajili ya kuweza kufanya kilimo cha umwagiliaji. Na kiukweli changamoto ni kubwa, tatizo ni kubwa sana, na tumeshalitolea maelezo kutoka kwenye mamlaka husika, na ikiwemo halmashauri yetu ya Chalinze, na halmashauri yetu tunaishukuru kwa sababu imeshamtuma mtaalamu engineer alifika kwa ajili ya kuangalia. Lakini tumetolea pia taarifa kwenye tume ya umwagiliaji, tumetolea taarifa kwenye bonde la Mto Ruvu, na Mto Ruvu tunashukuru wameweza kufika, na tumetolea pia kwa katibu mkuu Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo tunaomba serikali iweze kutusaidia. Kama hali tulivyoiona kule, hali ni ngumu, hali ni hatarishi, kwa sababu lile tuta ambalo linamegwa kwa yale maji ni tuta ambalo limetenganisha kati ya Mto Ruvu na Mto Msuwa, lakini pia na mashamba ya mpunga. Kwa hiyo lile tuta linapozidi kumeguka, kuna hatari kubwa kama hali itaendelea hivi, kama mvua zitaongezeka na maji yakaongezeka na hali ikaendelea hivi, basi kuna hatari kubwa sana ya mashamba ya mpunga kuweza kuvamiwa na maji na pengine kuharibu mazao ambayo yako shambani, lakini pia pengine maji yao yakafika kwenye makazi ya watu na kuweza kuleta athari. Kwa tunaomba sana msaada katika hili, kwa sababu wanachama sasa hivi taharuki yao ni kwenye mazao ambayo yako shambani. Je, yataweza kufikia wakati maji yakawepo kwa ajili ya kutosheleza kumwagilia, au je inaweza ikafikia wakati hilo tuta likakatika wakashindwa kabisa kuendeleza kilimo? Na kama tunavyoelewa kwamba tuna zaidi ya wanachama 800 hapa. Kwa hiyo wale wote ni Watanzania ambao wanawaza kwamba hatima yao baadaye ni nini. Kwa hiyo tunaiomba serikali kuweza kutuchukulia kwa uzito kabisa na uharaka kabisa. Lakini tushukuru kwa zile mamlaka ambazo zimeweza kufika, tuendelee kuziomba msaada wa uharaka kuweza kufanikisha hili. Kwa majina naitwa Innocent Paul, ni afisa msimamizi wa Kidakio Kidogo Ruvu Chini, uwanda huu wa wilaya ya Bagamoyo. Kikweli tulipokea jana simu kutoka kwa meneja wa shamba la umwagiliaji hapa Chaulu kuhusu swala la kupasua kwa mto Msuwa, eneo la wia ambao linazuia maji kwa ajili ya kuvuna kuingia kwenye mashamba. Kweli tumepokea simu jana, lakini leo tumefika kuona hali halisi na tumetembea kwenye mto takriban kilomita 15 kuanzia juu ya Mto Ruvu mpaka makutano ya Mto Msuwa na Mto Ruvu. Tumeona changamoto hii, kuna eneo la sehemu ya Mto Ruvu umepasua kutokana na mvua zilionyesha za masika, maji yameingia Mto Msuwa. Kuingia Mto Msuwa imeleta athari sasa mpaka kwenye eneo la wia. Kiwango cha wia kilichodesainiwa hapo awali hakiendani na wingi wa maji unaoingia sasa hivi. Kwa hiyo mto umeshindwa kuhimili na ikavunja lile tuta. Lakini mpaka sasa tumeshafanya mawasiliano na wataalamu wengine kutoka makao makuu ya bonde kwani Morogoro. Timu ya wataalamu ipo njiani inakuja kwa ajili ya kufanya feasibility study hapa ili kuweza kudesign tuta lingine na kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Kilimo kuona namna kutoa suluhu ya eneo hili. Lakini changamoto hii ipo na imezua taharuki na hofu kubwa sana kwa wakulima na viongozi wa chama hiki cha ushirika. Kwa tumejionea sisi wenyewe kama wataalamu na tumethibitisha huo uwepo wa mmonyoko au erosion ya kwenye eneo la tuta. Kwa hiyo changamoto hiyo ipo. Na sisi tu kama bodi ya maji bonde la Ruvu tumeshaanza kupanga timu yetu kwa ajili ya kuja kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Kilimo
kudhibiti ile eneo na kuondoa hii taharuki inayoendelea kujitokeza. Wananchi, wadau wa kilimo wa Chauru, kama tutaungana pamoja, sababu chama cha ushirika Chauru ni moja ya wadau wetu wa watumia maji wakubwa katika bonde la Mto Ruvu. Kwa sisi tuhakikisha tutaungana nao mkono bega kwa bega kudhibiti hii changamoto na hali mpaka itakapokuwa shwari. Asante.